Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tuelekee huko nchini Ukraine, ambapo Ukraine inadai kwamba Urusi imeboresha makombora yake ya ballistic na kuyafanya kwa vigumu kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot iliyotoka nchini Marekani kuyaangusha. Wakati huu ni vigumu kuyaangusha makombora ya Urusi na makombora hayo yamekuwa yakishambulia yawezavyo. Hii ni kutokana na namna ambavyo wataalamu na maprofesa kutoka nchini Urusi kuangalia namna bora ya kuweza kupambana na mfumo wa Patriot uliotoka nchini Marekani ambao ulitumiwa na Ukraine kwa muda mrefu tangu kuanza kwa operesheni yao maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine, ambapo walifanya mashambulizi kwa kutumia makombora ya aina mbalimbali ambayo wakati huu kwa mujibu wa wanajeshi wa Ukraine wanadai kwamba makombora hayo yameweza kuboreshwa zaidi kiasi kwamba hata mifumo ya anga ya Ukraine inashindwa kuyadungua makombora hayo. Hayo yamesemwa na msemaji wa jeshi la wanahewa la Ukraine, Yuri Ignat, akitoa maoni yake kuhusu shambulio kubwa la makombora mjini Kiev siku ya Jumamosi usiku. Kulingana na yeye, kwanza, kila kombora linaweza kushambulia rada inapokaribia lengo, lakini pili, makombora yanaweza kuruka kando ya njia ya kawaida, sio kwa mstari wa moja kwa moja, lakini kwa ujanja. Ignat anasema yanaweza kukwepa kabisa mifumo ya ulinzi wa anga, na wakati mwingine mifumo hiyo inashindwa kabisa kuweza kuyadungua makombora hayo. Kama msemaji wa jeshi la wanahewa la Ukraine anasema, washirika wa magharibi tayari wanafanya kazi katika kuboresha mifumo ya kuzuia makombora inayotolewa kwa Ukraine. Mnamo Mei 24 watu 15 walijeruhiwa kutokana na shambulio la Kiev la drone za kamikaze na makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, Urusi inaendeleza mashambulizi katika eneo hilo la Ukraine na ni wakati ambapo imesema kama haitoachana na mapambano hadi pale Ukraine itakapoamua kukaa chini na kuamua kuachana na vita hivyo. Wakati huu Urusi ilifanya kazi kubwa ya kuweza kuangalia ni nini kinaweza kikasaidia wao kuweza kumaliza vita hivyo, huku kila kukicha wakirekebisha mifumo yao ya makombora na kupambana na mifumo ya ulinzi inayotoka nchini Marekani na mingine kutoka katika mataifa ya magharibi kama vile Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na mataifa mengine ulimwenguni. Takribani watu 12 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kote Ukraine katika mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora, maafisa wa kanda walieleza. Watoto 3 waliuawa huko Zhytomyr magharibi mwa Kiev na mtu mwenye umri wa miaka 70 aliuawa katika mji wa kusini wa Mykolaiv, huku Urusi ikifanya shambulizi zito ambalo inadaiwa kwamba halikuwa kutokea tangu kuanza kwa vita hivyo. Shambulio hilo la ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora lililazimisha kusimamishwa kwa muda kwa safari zote za ndege katika viwanja vya ndege vya maeneo mbalimbali huko Moscow kutokana na mashambulizi ambayo pia yamefanywa na Ukraine. Na ndio sababu ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kusema kwamba wao wataendeleza mashambulizi kwa sababu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni mtu asiyesikia wala kuelezwa chochote ambacho kinaweza kisababisha amani. Rais huyo wa Urusi pia anaamini kwamba hadi wakati huu tayari wameshaimaliza vita, isipokuwa tu ni kile ambacho Bwana Volodymyr Zelensky hakubaliani na uhalisia wa mambo, huku akisema kwamba lazima waendeleze mapigano hadi pale ambapo Bwana Volodymyr Zelensky atakubali kwamba hali imekuwa ni mbaya na anaamua kuachana na vita hivyo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi.